Malimwengu ni mambo yote ya maisha, hususani hali ya familia, uchumi, utamaduni, ufundi wa kila aina, mambo ya siasa, mazingira, uhusiano kati ya mataifa na mataifa mengine, yanayohusiana maisha ya binadamu katika ulimwengu wa sasa. Mmefahama ile ni mazingira yote au ni mambo yote ya maisha mnayokumbana nayo, ni yatakatifuze. Hali ya familia zenu ikoje? Je, kwa mambo naweza kuita hata semina ya familia na nini? Kwa kuwa mmeshajua mahitaji ya wale mnaoongoza. Uchumi ukoje? Je, watu wanafanya kazi? Mmekwisha pata hata semina ya ujasiriamali kwenye parokia yenu? Nyinyi viongozi mmeshaitisha hiyo, si ndio? Watu wanakufa maskini. Halafu na nyinyi mko tu hapa. Wenzenu matajiri jana wamechinja. Sasa nyinyi mnaweza kuchinja kweli? Dunia nzima naweza kuchinja nyie? Uchumi. Unaona? Uchumi. Muangalie vizuri, bila uchumi hasa kabisa ziende hata utumewewa hawezi kwenda. Tamaduni zetu zikoje, zinaendana na mafundisho yetu ya kanisa? Nyinyi ni mafundi na mainjinia. Kuna wahandisi hao. Kuna watu mbalimbali, kila mmoja na taaluma yake. Mambo ya siasa. Mwambie kweli mtakatifuza siasa, mwende mkagombee. Si ndio? Si mnaruhusiwa kugombea? Si mnaruhusiwa? Mwende mkagombee. Ili mtakatifuza siasa. Huko halafu jifunza hata elimu ya uraia. Elimu ya uraia ujifunze. Kwa kuwa mjifunze hiyo basi ndio maana mnakwenda baadaye sasa mmetoka kwenye kuchagua siku hizi mnatiki. Msifu Yesu Kristo. Siku hizi unafanya nini? Demokrasia mjifunze. Tuna mafundisho yetu ya kanisa kuhusu jamii. Hicho kitabu kuhakikisha kwamba mnapata sasa mnajifunza kabisa. Takatifuzeni siasa. Ndiko huko unakokwenda. Mimi bado sitakwenda huko. Mpaka nije niombe ruhusa kwa baba kama nikagombee. Sasa nyinyi mko wapi? Mpaka wote mmeshindwa ndio mimi nikagombee jamani. Takatifuzeni siasa. Fanyeni vizuri, fanyeni elimu ya uraia. Walimu fundisheni uko mashuleni dini. Unaona? Kwa hiyo mambo ya siasa, mazingira wote tunamoishi kama ni pana hizi na nini, mazingira tuko hali mazingira gani na nyakati gani, someni alama za nyakati ili muweze kutimiza utume wenu vizuri. Unaweza kutumwa na kanisa, nenda nchi fulani, nenda Roma, nenda kafanya mjasirio unaona? Kama ukituma basi unaenda kafanya sehemu ya utume wako. Tumsifu Yesu Kristo. Sinodi msoma imani na matendo. Mmeelewa malimwengu? Mmeelewa? Kwa maisha yale yote na vile yote mnapokumbana nayo, kwamba huko ndiko mnafanya utume wenu ninyi. Kwa ubunifu na kuangalia nini kinatokea. Mazingira ni mambo yote yanayoonekana ambayo binadamu amepewa kuyatumia vema kwa faida yake au anayatumia vibaya kwa hasara yake. Msifu Yesu Kristo. Mazingira ni mambo yote yanayoonekana ambayo binadamu amepewa kuyatumia vema kwa faida yake au anayatumia vibaya kwa hasara. Sinodi msoma imani na matendo. Mazingira Mungu ambapo mazingira mazuri na nini, kuanzia kwenye familia, unaenda duniani, nyumbani kwako, biashara zako, kila kitu unachokifanya ni mazingira. Kwa hiyo yatumie vizuri kabisa kama wakili mwaminifu wa zawadi za kimungu. Ukifanya hivyo ukitumia vizuri unapata faida, ukitumia vibaya ndio hivyo unaharibu, si ndio? Kwa mfano labda itokee tuseme Mkatoliki umeenda kwenye uwanja wa siasa. Na labda ni kiongozi kabisa wa juu, si ndio? Umepewa fursa na Mwenyezi Mungu kuongoza wengine. Sasa yale mazingira ya siasa unayachafua. Unapoyachafua watu wanakufa, watu wanafanya nini? Unaona? Inakuwa kwa hasara yako, kwa hasara ya watoto wako, kwa hasara ya wajukuu wako mwenyewe. Kwa mazingira ni mambo yote yanayokuzunguka wewe. Shuleni huko, wapi, popote pale unapofanya
Kristo, batizwa kama mlei.